TCRA pamoja na majukumu yake mengine ina jukumu la kutoa elimu kwa wadau wake ili kuboresha huduma za utangazaji hapa nchini. Hivyo basi, baada ya kufanya tathmini na kuainisha mapungufu niliyoyataja hapo, TCRA iliandaa mpango mkakati wa mafunzo, ikiwa ni pamoja na kufanya mikutano ya mashauriano na wadau wa sekta ya utangazaji kukabiliana na changamoto hizo. Tukiwa kwenye jitihada za kuanza kutekeleza mpango huo, mwezi wa 3 mwaka jana, viongozi wa TAMWA walitembelea ofisi za TCRA wakiangazia kuhusu maudhui yasiyofaa mtandaoni, hasa yaliyowagusa wanawake na uandishi duni wa habari kwenye vyombo vya habari nchini. Kwa pamoja tulikubaliana kuunganisha jitihada zetu na kuandaa mafunzo haya kwa wanahabari. Mheshimiwa Rais, kwa kushirikiana na TAMWA tuliainisha maeneo ya kutoa mafunzo hasa yanayozingatia uandishi kwenye zama za teknolojia ya kidijitali, uandishi wa makala ya maudhui ya ndani yaliyofanyiwa uchambuzi na utafiti ya kiuchumi, pamoja na yale yanayozingatia maendeleo ya miradi mbalimbali inayotekelezwa hapa nchini. Mafunzo yalijikita katika maeneo mahususi kama vile matumizi ya teknolojia ya akili unde, yani artificial intelligence, katika uandishi wa habari, mbinu za kuimarisha uchumi wa vyombo vya habari, uandishi wa habari unaojenga taswira chanya ya taifa, uchambuzi wa kitaalamu wa maudhui ya habari, pamoja na uandishi wa makala za maendeleo zinazolenga kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Uandishi wa maudhui ya ndani unaohitaji waandishi kuwa wapenzi wa nchi yao. Hivyo basi, kulikuwa na somo la uzalendo kwa wanahabari wote. Mafunzo haya yalikuwa kwenye mgawanyiko wa kanda 14 ikijumuisha waandishi wa habari kutoka mikoa yote, yani Tanzania bara na pande wa visiwani. Jumla ya wanahabari 2054 walipata mafunzo haya. Mafunzo haya yalihusisha wahadhiri wa vyuo vya uandishi wa habari, wakuu wa vipindi vya redio na television, wahariri, waandaaji wa maudhui mitandaoni na maafisa habari kutoka wizara mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kupitia mafunzo haya, waandishi wetu wamewezeshwa kwa nadharia na vitendo kuwa mawakala wa maendeleo, mabalozi wa uzalendo na walinzi wa maslahi ya taifa kupitia kalamu zao. Wamepata maarifa ya kisasa ambayo yatakwenda kuwawezesha kuandika habari zenye ushawishi, uchambuzi makini na zinazochangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi.